Yes, hamjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati, tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo lundi le 15 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kabisa. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari ambazo nimewaletea ni mingi, nipe wakati yako kabisa upate kujua habari za kweli kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Ndege za kivita zinaendelea kufanya kazi kwa kuwashambulia waasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho huko ndani ya maeneo ya Fizi. Viongozi wa wazalendo waliapa ya kwamba vita inapaswa kurejea huko Rwanda. Vita inapaswa kuingia ndani ya nchi ya Rwanda, ndipo wanajeshi wa Rwanda wataondoka kutoka ndani ya nchi ya Kongo waende ndani ya nchi yao huko Rwanda ili kudefendre nchi yao. President Felix Tshisekedi alisha sinye makubaliano na nchi ya Chad ili kuwaleta wanajeshi wa Chad nchini Kongo kupiganisha waasi wa AFC M23, na wanajeshi hao walikuwa deploye siku ya leo ndani ya Kalemi. Wanajeshi wapya wa jeshi la Kongo nao walifika ndani ya mji wa Baraka siku ya leo, ni kwa ajili ya kuwapiganisha waasi wa AFC M23 ambao wanaendelea kuprogresi ndani ya Sud Kivu. Mnasikia kwamba nimewaletea habari mingi tena mingi sana, na kuomba tu wakati yako ili kuelewa kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Muendelee kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp ambapo mutakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, na kuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kuelewa hali halisi mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu tutazianzia wapi sasa mefre? Mboni nimewaletea habari mingi. Acha tuzianzie kuhusu viongozi wa wazalendo ambao walitangaza ya kwamba vita vinapaswa kuingia huko ndani ya nchi ya Rwanda ili kuweza kuwashinda waasi wa AFC M23 ndani ya vita ambavyo wanaviendesha mashariki mwa nchi ya Kongo. Video ndiyo hii hapa, muifuate kabisa, epui tutakuja kuambia mengi kuhusu hayo. Et l'opération aujourd'hui, c'est de déplacer la guerre du Congo vers le Rwanda. C'est comme première mission. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous disons, dans les 18 jours qui nous restent, nous devons récupérer Uvira et ramener la guerre d'où elle est venue. Et ça, c'est notre devoir constitutionnel. On n'a pas besoin de qui que ce soit, des Américains, des Chinois ou même des gouvernements. Non, c'est nous les BDP. Nous allons démontrer en face du monde que lorsque la population est organisée, rien ne peut lui être impossible. Donc, retenons la date d'aujourd'hui. Si notre plan n'est pas dérangé, nous serons dans moins de 3 semaines au Rwanda. Et lorsque nous serons au Rwanda, c'est naturel, les Rwandais qui sont aujourd'hui à Uvira, qui sont à Lubero, qui sont à Masisi, à Goma, n'auront pas d'autre choix que de revenir chez eux pour défendre leur pays, n'est-ce pas? C'est comme ça. Nadhani kwamba video hiyo mmeifuata vizuri. Kile ambacho walikitangaza ni ya kwamba wazalendo wanapaswa kupigana mpaka kufikisha vita ndani ya nchi ya Rwanda ili kuweza kuwafanya wanajeshi wa Rwanda ambao wanasaidia waasi wa AFC M23 kurudia ndani ya nchi ya Rwanda ili kudefendre maeneo yao. Kama kawaida mnajua ya kwamba Rwanda inaendelea kuwasaidia waasi wa AFC M23 movita wanayoiendesha mashariki mwa nchi ya Kongo.
wazalendo wanaona ya kwamba kile ambacho kinapaswa kuwasaidia kushinda vita hivi, wanapaswa kwanza kuwatake Rwanda, wanapaswa kuwatake nchi ya Rwanda. Epui wakati Rwanda itakuwa atake, wanajeshi wote wa Rwanda ambao wako mvita nchini Kongo wakisaidia waasi wa AFC M23 itawabidi kurudia ndani ya nchi yao ili kudefendre nchi yao, na pale wakati watakaporudia huko hapa nchini Kongo itakuwa rahisi sasa kushinda vita vya AFC M23 paske watakuwa na hawana zingine nguvu. Rwanda itaondoa wanajeshi wake ndani ya AFC M23, wataondoka na vifaa vyao ili kudefenda nchi yao. Nguvu za AFC M23 zitabakia na ni za kidogo sana, itawaruhusu sasa kushinda hawa waasi wa AFC M23 ambao wanaendelea kusonga mbele maeneo tofauti ndani ya Nord Kivu na Sud Kivu. Wale ni viongozi wa wazalendo ambao walitangaza hayo. Nadhani ya kwamba mulifuata vizuri ile video yenye niliwapa hapo wakati walikuwa wakitangaza hayo. Habari zetu zinaendelea, taarifa ambazo nimewaletea ni mingi. Tuwapeleke ndani ya teritware ya Fizi kwenye ndege za kivita Sukhoi pamoja na ndege za drone zilishambulia mapozisio ama ngome za wasi wa AFC M23 na washirika wao wa Twirwaneho pamoja na Ngumino na Redi Tabara ndani ya maeneo ya Ruisankuku, Mobavusha, Rugezi pamoja na Gawera na eneo ya Mikenke. Siku ya leo asubuhi ilikuwa saa moja ndipo ndege ya FARDC Sukhoi ilishambulia ngome za wasi hawa ndani ya maeneo haya matano ambayo nimewaambia. Ni siku ya 4 mfululizo na FARDC iko na shambulia waasi hawa ndani ya maeneo hayo ya Fizi. Kama nilivyowaambia ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo, waasi wa AFC M23 kile ambacho wanakitaka ni kusonga mbele kutokea ndani ya mji wa Uvira, wengine wasonge mbele kutokea maeneo ya Minembwe kule Rugezi, Mikenke pale kwenye ndege ziko na shambulia, wakuje wakutanie maeneo ya katikati kama ndani ya mji wa Baraka ni zingine eneo paske wanapenda waunganishe nguvu zao. Twirwaneho na AFC M23 wanapenda sasa nguvu zao ziungane ndipo waendelee na vita wakiwa wako nasaidiana kwa pamoja. Na hayo sasa naona ya kwamba hayatafikiwa paske FARDC kwanza ilishazuia wale wanajeshi wa AFC M23 pamoja na Twirwaneho huko maeneo ya Minembwe depuis jeudi, kuanzia siku ya 4 ndege ziko na endelea kushambulia ngome zao. Wakati wowote wanatake FARDC na wazalendo mu maeneo ya point zero, maeneo ya Tuetue, Bilalo mbili, ndege ziko na fika huko ili kusaidia vikosi vya jeshi la Kongo kuweza kuwarudisha nyuma wasi hao ili wasije wakaweza kuprogrese na kuendelea kusonga mbele. Wanaweza wakakutana na wenzao ambao wako wanatokea Uvira ambao kwa sasa wanakaa mu maeneo ya Makobola huko mu territoire ya Fizi karibu na territoire ya Uvira. Nadhani ya kwamba siku ya jana wakati waasi hawa walikamata eneo ya Makabola tuliwaambia habari hizo. FARDC huko Moho Plateau de Fizi iko natumikisha nguvu zote kabisa, ni nguvu zote. Ndege ziko naelekea huko kila siku zikishambulia waasi hao. Wanajeshi chini wa FARDC pamoja na wazalendo nao wako naendelea kuwashambulia waasi hao. Nasikia kwamba FARDC kule iko natumikisha nguvu ili kuzuia waasi hao wa AFC M23 Twirwaneho kusonga mbele, wasije wakafanikiwa kuavanse na kukutana na wenzao ambao wako maeneo ya Ruisankuku. Na kule wale waasi wa AFC M23 waliotoka ndani ya mji wa Uvira wanaendelea nao na mapigano. Kule kuna utulivu, wanaendelea na mapigano, na kama nilivyowaambia mpango ni kuunganisha nguvu zao. Ndio maana mapigano wanayaendesha mu maeneo yote yenye wako ndani mu territoire ya Fizi. Nadhani kwamba tumeelewana kuhusu
mapigano ambayo yako mu territoire ya Fizi huko mu plateau de Fizi. Zingine habari ambazo nimewaletea ni kuhusu President Felix Tshisekedi ambaye alisha sinye makubaliano na nchi ya Chad kwa kuwaleta wanajeshi wa Chad kupigana upande wa Kongo wakipiganisha wanajeshi wa AFC M23. Siku ya leo President Felix Tshisekedi alisinye makubaliano mapya na nchi ya Chad ya kuwaleta wanajeshi wa FARDC, plutôt wanajeshi wa Chad wa nchi ya Chad kusaidia FARDC kupiganisha wasi wa AFC M23. Na baada ya kusinye hayo makubaliano mapya, wanajeshi wa Chad tayari walishafika ndani ya Kalemi, wengine walifika ndani ya Kisangani. Wanajeshi wa nchi ya Chad wamekuja kwa ajili ya kupiganisha wasi wa AFC M23 kama nilivyowaambia. President Felix Tshisekedi baada ya kuona ya kwamba jeshi la Kongo liko ndani wa tretre wengi, yani wasaliti wengi, baada ya kuona ya kwamba jeshi la Kongo liko feble, aliamua sasa kujisaidia na wanajeshi wa nchi zingine kwanza wamsaidie mvita hii, na aanze sasa kuijenga upya arme ya Kongo. Wakati iko na ijenga ndipo wale wanajeshi watakuwa na wako na msaidia. Zani ya kwamba hayo yanasikika, iko na waleta wanajeshi kutoka nchi za nje ili kumsaidia kupigana kwanza vita hii pour le moment, aijenge arme ya Kongo. Wakati atamaliza kabisa kuijenga vizuri, wataendelea na vita ambayo wanaipigana kwa sasa ya kuwapiganisha wasi wa AFC M23 na kutaka kuwafukuza ndani ya nchi ya Kongo. Tayari wanajeshi wa Chad pour le moment walishaifika ndani ya nchi ya Kongo. Wamoja wako Kalemi, wengine wako Kisangani, na kule Kalemi waliona ndege za mingi zikipita hapo kila wakati, zilikuwa zikiwaleta wanajeshi au wapya kutoka Chad ambao wamekuja kuwapiganisha waasi wa AFC M23. Kitu kingine ni ya kwamba jeshi la Kongo FARDC liliwaleta wanajeshi wapya ndani ya mji wa Baraka kwa ajili ya kupiganisha waasi wa AFC M23. Ni tangu siku ya jana ambapo wanajeshi hao walianza kuwasili ndani ya mji wa Baraka, hapo ni mteritoire ya Fizi, ili kumetrize kabisa hali kwanza ya mji wa Baraka na kuandaa koma kupigana na wasi wa AFC M23 ambao wanaendelea na mashambulizi yao huko ili kusonga mbele. Wanajeshi hao walipitia njia ya maji Mulake Tanganyika, wakafika ndani ya mji wa Baraka, na sababu yao kufika pale ni kupigana na wasi wa AFC M23. Na FARDC kitu ambacho ilikifanya pale, ilileta wanajeshi wapya ambao hawakupigana na hao wasi wa AFC M23 ili wakuje wakiwa na kuraje, wakuje wakiwa na nguvu. Mnajua wakati vita vinaendelea, mnashindwa eneo moja eneo ya pili, mko wake tena na kuraje kabisa, mnababaikaka sana paske wakati mkishindwa eneo moja eneo ya pili mnasikia kwamba hamtaweza, donko mko wake tena na kuraje. Na ndio maana mlikuwa mkiwaona wakiondoka kabisa huko maeneo tofauti ya Sud Kivu paske walikuwa wameona kwamba wameshindwa vita pale. Jeshi la Kongo sasa ili kuweza kumetrize waasi wa AFC M23 ambao wanataka kuprogrese, ili waleta wanajeshi wapya ili kupigana na hao waasi wa AFC M23, na wanajeshi hao wapya ambao wamefika wanaweza kabisa kuresiste na hata wanaweza kurudisha nyuma wasi wa AFC M23 paske ni wapya kabisa, wajapigana na hawa wasi, ndio maana wako na kuraje kama ya wanajeshi wote. Wakati wanafika Kufro wanakuwaka na objective moja kushinda, na objective yao ni hiyo pale Kufro, watapigana kabisa. Najua kwamba mambo tena yategeuka mu maeneo ya Fizi kutokana na vikosi vipya vya FARDC ambavyo viliwasili hapo. Habari zetu zinaendelea kabisa. Niwaambia kwamba nimewaletea habari mbichi, wewe nipe wakati yako tu uelewe mambo ni vipi.
Baada ya wasi wa AFC M23 kukamata mji wa Uvira, General Mayele alitangaza ya kwamba anachoka na vita hivi. Wasi wa AFC M23 atawapa njia kabisa wakamate maeneo ya Fizi, paske arme ya Kongo wanayoipigania ilionekana kuwasaliti sana. General Mayele aliwaambia wazalendo ya kwamba waache AFC M23 iingie ndani ya Fizi. Amekataa kabisa kuendelea kutoa kafara wakaaji wanajeshi wa sivile wale wazalendo pamoja na vijana wengi kwa intere ya Kinshasa ambayo haijali nao. Aliendelea akasema ya kwamba Kinshasa ndiyo ambayo iliwaingizaka mu hii vita, ila wao wanaendelea kukufa kwa bure, FARDC ikiendelea kurekile, yani kurudia nyuma. Alisema kwamba hii vita kwa sasa ni ya kisiasa. Wakati walikuwa wakipigana ndani ya Luvungi walikuwa hawana kabisa usaidizi wowote wa guvernema. Wale viongozi wote ambao walikuwa Uvira wa kuwasaidia chochote, ilifo wanaacha sasa. AFC M23 inasonga mbele na kuingia ndani ya maeneo yote ya Fizi. Alisema kwamba kama watakuja wakitaka kuwatesa raia watajidefendre, ila kama watawalinda raia na kuleta amani wao wataungana nao. Yule ni General Mayele wa wazalendo ambaye alitangaza hayo siku ya jana. Huyu generali kutangaza haya c'est parce que iko desi kabisa na arme ya Kongo na iko na rezo. Nawaambia kwamba huyu generali iko na rezo parce que ukiendelea kupigana ukiwa pamoja na arme ya Kongo inaendelea kufanya marepli strategique, maeneo yanakamatwa siku kwa siku, unaweza kuwa desi. Sasa unaweza kuwa huko anapigania nini wakati wao ndo arme ya inchi. Mkumbuke kitu kimoja, wazalendo ni wakaaji ambao wanapenda waiokoe nchi ya Kongo, ila wanasaidia arme. Haiko kusema wao ni jeshi la Kongo ambalo linawasaidia, bali wao wanajisaidia kama wakongomani wakisaidia arme ya Kongo ambayo majukumu yake ni kupigana vita hii. Sasa wakati wako na wasaidia wanajikuta wao njo wenye wako na kufa kila siku, wako najitoa kabisa kupigana vita hii, na FARDC waisha kimbia nao wanaweza kuacha hayo paske wanaona ya kwamba ni wanajeshi wa nchi nao hawana haja ya kupigana vita hiyo ili waishinde. Sasa wao kama wakaaji ndio ambao wataitika kukufa kwa hayo? Hapana, wao wanapaswa kabisa kuamua kuacha vita ile paske arme hayo haijali na vita hiyo. Na hayo yanaeleweka kabisa, yale ambayo General Mayele aliyasema yanaeleweka paske nao wako disi kuendelea kupigania nchi ya Kongo wakati arme ya Kongo haiwasaidie kabisa. Mnajua kitu, wazalendo wanapaswa kukua disi paske wakati hata wako kuvita FARDC wakati imeshindwa na inaondoka, haiwachi yake silaha iseme no basi sie tumeshindwa, mkamate silaha mupigane kabisa kwa uwezo wenu. Hapana, inaondokaka pale inabeba vifaa vyote. Kitu ambacho wazalendo wanabakiaka nacho ni zile silaha ambazo walipewa wakati wa kuvita pale na masasi ambayo walipewa, na FARDC aionaki ya kwamba AFC M23 iko na nguvu, wanasaidiwaka na nchi ambazo inawapatiaka kila kitu. Mnakumbuka drone wakati wa Luvungi zilikuwa zikitumika upande wa AFC M23, mablende zilikuwa zikitumika pale, walikuwa na wako na ma artillerie zile silaha nzito ndizo zinazoshambulia mabomu kwa mbali. Vile vyote wazalendo wakwake navyo, FARDC njo yenye inakuwaka navyo na iko na vitumikisha. Wakati sasa wakisha ondoka vyote inavibebaka, wanaacha wazalendo wanabaki bila zingine nguvu kabisa za kuwasaidia. Ndio maana wazalendo nao wanamwaka basi kuacha
kupigana nao waondoke juu wasije wasije wakaishia hapo paske wanazidiwa nguvu. Nilipata mesaje za watu wengi wakiniuliza niwaambie ni wapi kwenye waasi wa AFC M23 wanafikia mteritoire ya Fizi. Kama nilivyowaambia, waasi wa AFC M23 wako mu vijiji vya Kasekize, mu vijiji vya Makobola ya kwanza na ya pili, pale njo kwenye wako, na ni vijiji vya kwanza ukiondoka mu territoire ya Uvira ukiingia mu Fizi, vile njo vijiji vya kwanza, na pale njo kwenye wako wazalendo nao wako mu maeneo ya mbele mpaka mu kijiji cha Mboko. Pale ni wazalendo ambao wako pale, na kurudia nyuma mpaka ndani ya mji wa Baraka ni wazalendo ambao wako pale pamoja na jeshi la Kongo. Jeshi la Kongo halo liko huko Baraka, maeneo hayo yote ya mbele hawako ndani. Hapana kabisa, ni vikosi vya wazalendo tu ambavyo viko pale, na ndivyo ambavyo vilipigana vita ya siku ya jana mu maeneo ya Makobola. Wakazidiwa nguvu paske walikuwa hawana usaidizi wowote, maeneo hayo yakakamatwa na waasi wa AFC M23. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya Walikale kwenye waasi wa AFC M23 waliimarisha nafasi zao tangu wiki iliyopita huko Mpeti, ni katika grupema ya Banakindi. Mpeti iko mu kilomita 18 na mji wa Pinga. Kulingana na vyanzo vya ndani, tangu wikendi iliyopita vikosi vya waasi vilivyojumuisha wanaume na risasi vimekuwa vikiwasili ndani ya Mpeti. Vyanzo vyetu vinaripoti kwamba kutokana na ukosefu wa daraja huko Minjenje, waasi wamekuwa wakiwatumia watu wa eneo hilo kutoka Kalembe kusafirisha vifaa vyao vya vita. Vyanzo vyetu vinaripoti kwamba msafara wa hivi karibuni uliwasili Mpeti mapema Jumapili alasiri. Vyanzo vyetu vinaripoti kwamba vyanzo vya usalama huko Pinga vinadhibitisha taarifa hii. Vyanzo vya utawala wa eneo hilo vinaonyesha kwamba waasi wanaimarisha uwepo wao katika eneo hilo kwa lengo la kuanzisha mashambulizi dhidi ya mji wa kimkakati wa Pinga ambao umekuwa ukionekana kwao kwa miezi kadhaa. Kuimarishwa huko kunasababisha wasiwasi miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Kundi kuu la asasi za kiraia huko Pinga linatoa wito wa huduma za ulinzi na usalama kuwa macho zaidi, huko pia likiwahimiza wakaaji kuripoti shughuli yoyote ya kutiliwa shaka inayoonekana katika sehemu hiyo. Hapo ni ndani ya Walikale mu maeneo ya Mpeti kwenye AFC M23 ili renforce wanajeshi wao na silaha zao, na mpango kama mnavyosikia ni kutaka kuanzisha mashambulizi na kuavance, yani kuprogresse waelekee ndani ya mji wa Pinga. Habari zetu zinaendelea. Baada ya wasi wa AFC M23 kukamata mji wa Uvira, Denis Mukwege alilaani kutoweza kwa Union Africaine kutambua waziwazi Kigali kama mhusika wa uvunjifu wa utulivu, na anatoa wito wa hatua madhubuti dhidi ya Rwanda. Kuendelea kwa uasi wa AFC M23 unaoungwa mkono na Rwanda katika jimbo la Kivu Kusini kulisababisha mwitikio kutoka kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Denis Mukwege siku moja baada ya kutekwa kwa jiji la Uvira. Alielezea mshangao wake baada ya kusoma taarifa kutoka kwenye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Katika taarifa yake, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika alitaka tu kujizuia kutokana na mvutano unaoongezeka katika eneo la Maziwa Makuu, bila hata hivyo kutaja waziwazi utawala wa Kigali kama mhusika mkuu katika uvunjifu wa utulivu ambao umesababisha hatari kubwa za mapigano ya kikanda. Denis Mukwege alikuja kusema ya kwamba taarifa hii inakuja baada ya kusainiwa kwa mkataba wa Washington mnamo le 4 Desemba kati ya wakuu wa nchi wa Kongo na Rwanda, huku matumaini hafifu ya njia ya kutoka katika mgogoro huo yakififia kutokana na kuongezeka kwa mapigano kuongezeka kwa mapigano na kuongezeka kwa uhalifu mkubwa katika uwanda wa Ruzizi, na kusababisha kuzorota kwa hali ya usalama na kibinadamu katika jimbo la Kivu Kusini, na kusababisha uvamizi wa maeneo mapya na kutekwa kwa mji wa kimkakati wa Uvira na muungano wa M23 RDF.
Mukwege anarudia kwamba azimio nambari 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililopitishwa kwa kauli moja mnamo 21 Februari 2025 linatoa wito wa kusitisha mapigano mara moja na kuondolewa bila masharti kwa jeshi la Rwanda kutoka eneo la Kongo. Ripoti mpya ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyotolewa mapema Desemba inatoa ushahidi wa uwepo wa wanajeshi 6,000 hadi 7,000 wa Rwanda nchini Kongo. Hao wote wanapaswa kuondoka. Alisema hayo Denis Mukwege akiwa na laani vikali kabisa Union Africaine kutoweza kutambua waziwazi Kigali kama mhusika wa uvunjifu wa utulivu mashariki mwa nchi ya Kongo, na akatoa wito wa hatua madhubuti dhidi ya Rwanda. Ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, muendelee kucomment na kulike, muzisambazi habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Na shukuru sana, asante kwa kuwa nasi, muendelee kukuwa na jioni njema. Merci beaucoup.